Ameyasema hayo wakati akizindua mtaa wa Embaseni unaotunzwa na ushirika wa Embaseni, sambamba na uzinduzi wa mnara wa kengele pamoja na jengo la kuabudia la mtaa huo uliofanyika katika mtaa wa Embaseni, Dayosisi ya Meru mkoani Arusha. Amesema kuwa mwamko huo unachagizwa na kauli mbiu ya dayosisi hiyo isemayo kazi ya Mungu mikono yetu, na kuwapongeza washirika kwa kazi nzuri iliyofanyika. Kumekuwa na hatua kubwa sana tangu kanisa la mwanzo mpaka hili leo. Naona kwa washirika umezuka moyo wa pekee wa kupenda kumjengea Mungu mahali pazuri kama ambavyo Mungu amewabariki katika maisha yao. Hili ni jambo la kupongeza, ni jambo la kushukuru, kwa sababu Mungu wetu anapenda pia naye aabudiwe mahali pazuri palipotukuka. Aidha, ametoa wito kwa jamii kuzitumia vizuri mvua zinazoendelea kunyesha kwa kupanda mazao mbalimbali na kuzingatia ushauri wa kitaalamu. Mvua hizi tulizingoja kwa muda mrefu. Sasa mvua zimekuja, na wasi wa sharika na wakazi wote kutumia mvua hizi. Mvua za kwanza ni za kupandia, si za kulima. Watumie mbegu bora na waoteshe kwa utaalamu. Watumie mbolea kwa sababu udongo wetu umelika kidogo, na Mungu ataenda kuwabariki. Katibu wa jengo Ernest Laiza amezitaja gharama zilizotumika katika ujenzi wa jengo hilo, huku mchungaji kiongozi wa KKKT ushirika wa Embaseni akisema kuwa kupitia matendo hayo makuu yaliyotendeka, Mungu anazidi kuinuliwa zaidi. Mheshimiwa Baba Askofu, mpaka kufikia hapa ilipo jengo hili imetumia kiasi cha milioni 181,969. Fedha taslim milioni 155,429. Nguvu kazi ya washirika milioni 26,540. Jumla kuu tunapata milioni 181,969. Mheshimiwa Baba Askofu Elias Kitoi Nasari, jengo hili la kanisa mtaa wa Embaseni lina uwezo wa kuchukua Wakristo 300 kwa ibada moja. Leo tulikuwa na siku ya furaha sana kwa sababu tulikuwa na mambo matatu ya kufanya katika ushirika wetu. Jambo la kwanza, tulikuwa na uzinduzi wa mnara wa kengele ambayo itatumika kuwaita washirika. Lakini jambo la pili, tulikuwa na uzinduzi wa jengo letu ambalo lina historia ndefu ya miaka mingi tangu lilipoanza. Na jambo la tatu, tulikuwa na uzinduzi wa ushirika wetu wa Embaseni ambayo kwa kweli ni sehemu ya kuleta hamasa kwa washirika kwamba ushirika umekuwa na sasa tunaweza tukachapa kazi na Mungu akatukuzwa katika ushirika wetu. Na hiyo inatimiza ile kauli mbiu yetu ya dayosisi, kazi ya Mungu mikono yetu. Awali akihubiri katika ibada hiyo, mkuu wa jimbo la Mashariki lililo sehemu ya KKKT Dayosisi ya Meru, mchungaji Anate Palanjo, amesema Wakristo wanapaswa kuwa waaminifu na kuwajibika katika nafasi yoyote walionayo, huku katibu mkuu wa Dayosisi ya Meru Joseph Kaya akiwahimiza Wakristo kulitunza jengo hilo, na mmoja wa washirika Sara na Nyaro akieleza furaha yake baada ya uzinduzi wa mtaa huo. Tuwe waaminifu na wajibikaji katika nafasi yoyote ambayo Mungu amekupa, ukijua kwamba wewe mkulima, wewe mfugaji, wewe mfanya biashara, wewe mwalimu, wewe daktari, wewe mwenye jina fulani kwa kazi yako, pale ulipo unamwakilisha Mungu. Kwa hiyo unakumbushwa kuwa mwaminifu katika wajibu huo na kuwajibika ipasavyo. Jengo limepangiliwa vizuri, viti vizuri, mazingira mazuri, tulitumie. Amen. Amen. Tulitumie. Tuna ratiba za ibada mbalimbali. Tuna ratiba za Jumapili, tuna ratiba za katikati ya wiki, tuna ratiba za kwaya, tuna ratiba mbalimbali, tulitumie. Amen. La pili, tulitunze. Tunaona linapong'aa liko vizuri, limekaa vizuri, si ndio? Tulitunze. Maana wakati mwingine tunapata vitu vizuri tunashindwa kuvitunza. Tulitunze liweze kupendeza, liweze utukufu wa leo
uweze kudumu na kudumu na kudumu. Kwa kweli tumeifurahia sana hii siku na hakika jengo letu limefurahia. Kikubwa sana tunamuomba Mungu tuweze kulitunza, lakini tuweze kulitumia kwa ajili ya kuwaleta watu wote kwa Mungu kwa njia ya neno na kwa njia ya nyimbo. Jambo kubwa ambalo limefanyika katika mtaa huu wa Imbaseni ni pamoja na uzinduzi wa mtaa huu, pamoja na uzinduzi wa jengo na kengele kwa ajili ya kuwaita washarika kuja kuabudu. Kutoka katika mtaa huu wa Imbaseni ulio sehemu ya KKKT, usharika wa Imbaseni, Dayosisi ya Meru, mimi ni Elihuru Machao.